Na sasa tunakata utepe. Subscribe, comment and share Kalamu TV Online. Na sasa tunakata utepe huu kama ishara ya ufunguzi wa tawi letu la Maendeleo Bank PLC tawi la Arusha, katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Wa taasisi hizi za fedha au taasisi zote za kanisa, kilicho kikubwa ni uaminifu, kama ambavyo tumesema katika ibada ya ufunguzi au sala ya ufunguzi kwamba Mungu tunayemtumikia yeye ni mwaminifu na anatuhitaji sisi tuwe waaminifu. Katika kazi hii tunayofanya sio tu ushindani, lakini pia ni sehemu ya kuonyesha kuwa sisi ni watoto wa Mungu, tuwahudumie watu. Na kama nilivyosema, benki hii si pamoja na kwamba imeanzishwa na kanisa, lakini kwa ajili ya watu wote, na inafuata miongozo na ya regulator ambayo ni Bank of Tanzania, yani BOT, ambayo inatuhitaji kuwahudumia watu wote bila ubaguzi wa rangi, wa itikadi, wa dini na jambo lolote. Kwa ninachowaomba ni uadilifu na uaminifu na kufanya kazi kwa kumtegemea Mungu na kumwomba Mungu. Mtu anapoingia katika benki aone kabisa nidhamu tulionayo, lakini pia aone kabisa uaminifu tulionao. Hazina ya mtu ilipo ndipo moyo wake ulipo. Kwa hiyo lazima mtu atunze vizuri zaidi. Anataka atunze vipi hazina yake? Na ndio kazi kubwa ya mabenki. Lakini pia ushauri wa kifedha. Watu wengi wanakuwa na fedha, lakini hizo fedha haziwapi maendeleo yoyote. Sisi Benki ya Maendeleo tumejikita kuwashauri watu hata namna gani ya uwekezaji wa fedha. Leo tumeshangaa sana tulipokuwa tunaanza benki hii, ununuaji wa hisa ulikuwa mdogo, sasa hivi umekwenda zaidi ya mara 10. Unaona, kama watu wangeshauriwa mapema leo, kwa fedha ile ndogo ingekuwa imezaa. Lakini katika Biblia tunakumbushwa kwamba imani yetu hata ikiwa ndogo kama punje ya haradali, cha msingi ni namna gani umeishika imani yako ili iweze kukupa maendeleo. Kwa hiyo ni wito wangu kwamba watu waendelee kuitumia benki hii ili waweze kupata maendeleo kama jina la benki yenyewe. Benki ya Maendeleo ina uzoefu sana kwa wale watu ambao siwaiti wadogo, ila wamesaulika katika huduma za kifedha. Benki ya Maendeleo imefanya kazi nao sana. Nafahamu katika mkoa wa Pwani, mkoa wa Dar es Salaam, wale waendesha bodaboda, wakina mama wale mama ntilie na vitu, wote hao tunataka tuwajumuishe katika mambo ya kifedha. Na ndiyo sera na mipango ya dira yetu kwamba hata wale ambao tunadhani wamesaulika, vyombo hivi vya fedha kama Maendeleo Bank viweze kuwaona na kuwafundisha. Unajua kinachomisi hapo ni mafundisho tu. Watu wengi hawana masomo ya kujifunza juu ya fedha. Wanazo fedha lakini hawajui. Hawanao muda lakini hawajui muda wao wautumieje. Na wanafanya biashara, mambo mengi sana. Kwa hiyo mimi ninatoa wito hasa kwa viongozi wa Maendeleo Bank kuwakumbuka sana hawa ambao kwa kweli hawajafikiwa sana na mabenki. Ndani ya miaka 10 ya kuanzishwa kwa Maendeleo Bank, tumeweza kupata correspondent bank inayoruhusu wateja wafanyabiashara wa Maendeleo Bank kufanya biashara popote pale duniani na kutuma fedha popote pale. Baba Askofu, kubwa kuliko yote, Mungu alitupa kibali. Hisa za Maendeleo Bank kwa mwaka wa fedha ulioishia 2024 Disemba zilikuwa shilingi 315. Baba Askofu, kama tunavyoongea kwa siku ya jana tarehe 23 mwezi wa pili 2026, hisa za Maendeleo Bank kwa hisa moja ndani ya soko la hisa Dar es Salaam Stock Exchange ipo kwa shilingi 2850. Hii inamaanisha nini? Inamaanisha kwamba moja, tumepata imani ya kuaminiwa na wanahisa. Tumepata imani ya kuaminiwa na investors. Maana yake investors confidence imeongezeka. Namshukuru Mungu sana katika hili.
Kwa mwaka wa fedha wa 2025, Baba Askofu, nitoe tu financial highlights. Faida baada ya kodi ambazo bado hazijakaguliwa kwa mwaka wa fedha 2025 zimefikia shilingi za Kitanzania bilioni 3.8. Mali za benki zimekuwa kutoka bilioni 150 2024 mpaka bilioni 202.5 2025. Mtaji wa wanahisa nao umekuwa kufikia bilioni 26.6 kwa mwaka uliofunga Disemba 2025. Uwiano wa mikopo chechefu, Baba Askofu, nao umeshuka sana. Kwa mwaka wa fedha wa 2025 uwiano wa mikopo chechefu upo wa chini ya kiwango kinachotakikana na Benki Kuu wa 4.6%. Baba Askofu, kama nilivyotangulia kusema, Maendeleo Bank ni moja ya taasisi tatu zinazoongoza kwa kukua kwa hisa zake katika soko la mitaji. Subscribe, comment and share Kalamu TV Online.